Na mimi niseme tu mwalimu, najua hii shuleni labda ni private, lakini sisi kama wana Monduli tunajivunia sana miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nikizungumza jinsi alichokifanya kwenye baadhi ya swala la elimu, ni mambo ambayo hatukuyafikiria. Au miaka ya nyuma sisi, unakumbuka na wewe ni mwana Monduli na wewe unajua, tulikuwa tukifika Januari tunaanza kuhangaika kuchanga 10,000, 1000 ngapi kwa ajili ya kupeleka watoto form 1 mwaka unaofuatia. Lakini alipoingia Mama Samia ambaye alipiga kipindi chake cha miaka 4, umeona mabadiliko makubwa aliyofanya, na ile michango hata mwenyekiti wangu hapa kijiji na mtendaji wangu wanajua haipo tena. Kwa nini? Amefanya kazi kubwa kwenye elimu. Na ukienda mbali unakuta kwenye elimu hii ameendelea kuboresha. Na mkipata fursa nendeni mkapitie ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Unaona ni jinsi gani naye amestiki kuboresha swala la elimu. Unajua sasa hivi sisi tunakwenda mbali kwenye swala la elimu kama Monduli. Vitu tulivyoweka kwenye ilani, alivyoweka kwenye ilani ni vitu ambavyo nafikiri itakwenda kubadilisha swala hili la elimu. Na mimi nimeona ni jinsi gani na wewe unazungumza kwa undani juu ya kuboresha swala la elimu. Kwa hiyo tukishirikiana serikali na taasisi hizi binafsi, tutawajengea watoto wetu na tutawajengea Watanzania nafasi kubwa ya kupata elimu na kuweza kujiendeleza na kuwa na fursa nyingi. Unajua tunapokuwa na wasomi wengi, tunakuwa na fursa nyingi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Hola kwa jinsi mmeeleza hapa, naona mlivyoeleza. Na uzuri mmoja, mimi nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri, kwa hiyo najua nyinyi kwenye taaluma mko nafasi gani, na najua tulikuwa tunakutana tukikabidhiana zile bendera nyeusi kwamba nenda naye wewe, na shule zangu za government kidogo zilikuwa zinapata bendera nyeusi, lakini nilikuwa nyinyi na wapeni vyeti vingi. Kwa hiyo ninajua jinsi mlivyokuwa mnaendelea kufanya kazi zenu. Mimi niwapongeze sana Hola kwa jinsi mmeendelea kurecruit hao watoto wapate elimu, na wanapokwenda sekondari au kwenda form 1 mwakani watakuwa ni watofauti kwa sababu ya jinsi walivyoandaliwa kwenye masomo yao, kwa jinsi wamefundishwa nidhamu. Umesikia wakiimba hapa juu ya mambo ya nidhamu. Hiyo ndio jambo ambalo linahitajika. Shule nzuri ni ile inayowafundisha watoto taaluma, na ni shule nzuri ni ile inayowafundisha watoto juu ya kuwa na nidhamu kwa wazazi, kuwa na nidhamu kwa watu ambao wamewazidi umri. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa hilo, kwa sababu najua Hola na taarifa yenu ninaizijua vizuri. Muendelee ku-maintain hiyo status ili msishuke na wengine waanze kuwafuatilia. Samuel Hola ni mkurugenzi wa Hola Academy, shule inayopatikana wilayani Monduli katika mkoa wa Arusha, mji mdogo wa Mtwambu. Katika ratiba zetu za shule tunaendelea kupokea wanafunzi, na kutokana na eneo tunapofanyia majukumu, tupo sehemu ambayo imezungukwa na jamii ya kifugaji, na wengi wa wateja wetu au wale watoto tunaowapokea wanatokea katika jamii ya kifugaji. Kutokana na changamoto zilizopo katika uhalisia na tamaduni husika, imefikia hatua ya kutumia mbinu mbalimbali kuweza kuwashawishi wazazi kuwapeleka watoto shule. Kipindi cha kwanza au mara kwa mara inaonekana kwamba wenda ni gharama sana ratiba za kuweza kuwapeleka watoto katika shule hizi ambazo tunaita private school au shule binafsi, lakini Hola Academy imerahisisha sana tamaduni hizo, na kwa kiwango kikubwa sasa wananchi au wazazi wanaitikia wito na kuwapeleka watoto shule na tunawapokea. Japokuwa kuna changamoto mbalimbali kutokana na jamii husika, lakini bado tunafikia hatua ya kuweza kuenenda nao na kwenda vizuri. Ukizingatia sera ya elimu kitaifa sasa hivi inahitajika wanafunzi waweze kuwa na swala la mafunzo ya amali, ambayo inamaanisha kwamba mafunzo ambayo yanaweza yakawafanya wakawa na elimu fulani ya kuweza kuwasaidia katika jamii zaidi katika mambo ya kujitegemea katika ratiba wanazozifanya. Tumewaanzishia wanafunzi programu mbalimbali zikiwepo shughuli za ufugaji, shughuli za kilimo ambazo zinawasaidia kuweza kuelewa ratiba zinazoendelea, na mwisho wa siku
kuweza kuwakilisha vizuri katika jamii zao na kuwepo na swala ambalo linaweza likawasaidia kujitegemea. Tukizingatia kama jamii nao tuzunguka, kama nilivyotangulia kusema, ni ya kifugaji. Watoto wanapofika katika mazingira haya na kukuta shughuli za kifugaji zinaendelea na zinasimamiwa, wapo watoto waliokataa shule na mwisho wa siku wanakuwa tayari kuendana na elimu tunayoitoa kwa kukuta kile wanachokikuta katika jamii yao inapatikana katika mazingira haya. Na pamoja na hayo, tumerahisisha ratiba zetu zaidi kwa kuwaruhusu wazazi husika kuwasikiliza na kuwapa nafasi hata ya kulipa malipo ya ada kidogo kidogo, kiasi ambacho inawapa uwezo wa kuweza kumudu. Na kutokana na matokeo mazuri yanayotokea katika shule yetu, wanafunzi kuelewa masomo na mwisho wa siku kufanya vizuri katika mitihani yao, imeendelea kuwa na kivutio ambayo inawashawishi wazazi wengine kuleta watoto wao kwetu. Meshuko Laiboni, ni mzaliwa wa kata hii ya Silale, ambayo shule ya msingi Oola iko ndani ya kata hiyo ya Silale. Na sisi au mimi kama Amani ni mdau wa shule ya msingi Oola. Nina watoto 5 hapa, ambao watoto 4 ni watoto ambao nawalipia ada kama watoto wengine, lakini na mtoto mmoja mdogo ambayo uongozi wa Oola nanilipisha hela ndogo sana kutokana na wao wenyewe kuanzisha mradi wao ambao umeanza sasa wa ufugaji wa mifugo kama ng'ombe mnavyowaona hapa. Kuna kondoo na mbuzi, kuna kuku. Kwa hiyo sisi tunanufaika na miradi hii ya ufugaji hapa ya Oola, kwa wale ambao tuna idadi kubwa ya watoto ambao pia tunataka wasome hizi shule za English Medium. Kwa wanaangalia, wanajaribu kutengeneza, yani wao wametengeneza mahusiano mazuri kati ya jamii yetu hasa hii ya kifugaji na wao, ili sasa waangalie ni namna gani na sisi tunaweza kusaidika kwa kuwaleta watoto waje wapate elimu bora hapa. Mimi naitwa Bwana Lesika Halangela. Mtoto wangu alianza kusoma shule hii, alipokuja likizo akakutana na mwenzake, wakawa anaenda kanisani, anaimba kijijini. Akafurahia kwamba hata maisha ya kijijini asipokuwepo shule iko sawa, anaweza akakubwa yuko mahali. Niambia, baba, niko tayari hata ukila ng'ombe 2 sio mbaya. Mimi niko tayari kwenda hata kutairiwa, niko tayari. Mimi napenda mila yetu. Sasa niliporudi hapa Oola, mkurugenzi Oola akaongea naye, akarudi shuleni. Aliongea naye vizuri, akakubali kurudi shuleni. Alipokuja akaona ng'ombe anafugwa tena, kwa sababu ndio miradi wakati ule alikuwa hajaanzishwa kufuga mbuzi, kufuga anapata maziwa kidogo. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunapozungumza, tunamshukuru mkurugenzi Oola kwa kusaidia ndani ya jamii hii wa Kimasai ya ufugaji, kwa sababu watoto anapata akili. Anaongea sasa hivi Kiingereza, anasomea unesi sasa hivi, na baada ya muda anakuwa daktari wa kusaidia. Unajua kule Masai hamna Kiswahili, kwa hiyo akienda kule anatafsiria Kimasai, anatafsiria na Kiingereza na Kiswahili, ile lugha ya taifa. Kwa hiyo hili inakuwa anaelimisha watu. Hii miradi ya ufugaji, wao jamii anafurahia. Kumbe hata shule hawezi kuchukia ng'ombe. Unajisikiaje? Hapa nasikia raha, nasubiria hata nunulia gari. Ile msiada ingelipwa mshahara na serikali, si ananunulia gari. Hii mambo inafaidika. Na atafundisha kuchoma sindano ng'ombe. Wale wadogo zake naye pia atakuwa anatengeneza. Samuel, nasoma darasa la 6. Naipenda shule yangu kwa sababu na niko boarding, kwa sababu shule yangu saa 1 kamili tuko prepo, na mimi naipendelea sana shule yetu, inatufaulisha sana kiwilaya, mkoa na taifa. Na nitawashukuru mkiwa na wasaidizi wote kwetu sisi Oola, na nafurahia pia tunafundishwa lugha nyingi kama Kiingereza, Kiswahili, Kifaransa na hivyo tu.